Tumeona taarifa ya kuondoka kwa Nixon Clement Kibabage. Kwenu Singida, neno lenu liko vipi hasa? Kwanza naomba nithibitishe ni kweli tumetoa taarifa ya kumruhusu mchezaji wetu Nixon Clement Kibabage kwenda kwa klabu ya Simba baada ya mazungumzo baina ya uongozi wa klabu ya Simba na uongozi wa klabu ya Singida Black Stars, na sisi tulipata muda wa kukaa na kujadiliana kama uongozi na kufikia maamuzi ya kukubali ombi ambao lilikuja kutoka kwa uongozi wa klabu ya Simba kuja Singida Black Stars likihitaji huduma ya mchezaji wetu Clement Kibabage. Of course Simba wamepata mali kweli kweli. Nixon Kibabage ni mchezaji ambaye ana umri mdogo, lakini ukiangalia rekodi yake ya soka, safari yake nzima inakuonesha ni mchezaji mwenye thamani kubwa kiasi gani. Na sisi tunaangaliaga zaidi, yani sisi hapa hatukumwangalia Simba kwamba tumempa mchezaji Simba bure au tumempa mchezaji Simba bila malipo. Sisi tulichoangalia ni mchezaji mwenyewe inaenda kumsaidiaje kwenye karia yake. Sisi tuna falsafa ambayo tunaiamini kwenye kuendeleza na kufungulia fursa kwa hasa wachezaji wazawa. Sana wazawa huwa tunakuwa wepesi sana wa kuwapa nafasi ya kwenda kupata exposure sehemu nyingine. Kwa Nixon Clement Kibabage imekuwa hivyo na tayari anaenda kuandika rekodi. Ameshachezea timu zote kubwa, amechezea Yanga, amechezea Singida, sasa anaenda kuchezea Simba Sports Club. Lakini hiyo si sababu peke yake. Simba sasa hivi inashiriki ligi ya mabingwa, si ndio? Michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Anaenda kushiriki moja kwa moja kwenye michuano hiyo. Kwa hiyo ni fursa kwake kuendelea kupata experience kubwa kwenye majukwaa makubwa ya kifootball, na kwetu sisi inakuwa ni fahari kuona tumekuwa sehemu ya mchango kwenye safari yake. Kwa watu ambao, na hapa niseme tu very serious, watu waache kuchukulia hivi vitu katika engo tofauti. Naona kuna wengine wanaanza kuwazodoa Simba Sports Club. Mama mnapewa bure, hapana. Singida katika issue ya Nixon Kibabage tumemwangalia zaidi Nixon kuliko kuiangalia klabu ya Simba. Lakini mwisho wa siku ni kwa manufaa yote, ni kwa manufaa ya Simba, kwa manufaa ya mchezaji, lakini pia kwa manufaa ya Singida Black Stars. Kulikuwa kuna taarifa kwamba Ali Tripoli walibisha hodi. Sasa kwa taarifa kuhusiana na timu nyingine yote ambayo ilimhitaji Kibabage, haijawahi kuja ofa kwa Singida. Inawezekana walizungumza na mchezaji, hilo hatuwezi kujua, lakini haikufika hatua ya kuzungumza na klabu. Kwa hatuwezi kuzungumzia taarifa ambayo haipo kwenye nyaraka zetu. Lakini kwa taarifa ambayo tunao ilikuwa ni ya Simba ambao walionyesha interest ya kumhitaji mchezaji na wakaomba tuwapatie. Kuna mtu alisikika, of course ni mchambuzi, alisikika akisema kwa namna ambavyo Singida mnazidi kutoa wachezaji wenu muhimu, anaona ni kama timu isiyo na malengo kwa sababu imekuwa ni kama feeder club kwa hizi timu kubwa, na maanisha Simba na Yanga. Malengo yapi anazungumzia? Sisi kwanza malengo yetu tumeshafikia mpaka sasa hivi na tunaendelea kwenda kuyafikia aliyobaki. Mtu anapokuambia Singida haina malengo, hiyo Singida ambayo haina malengo inamiliki uwanja wake wa kisasa. Pengine kuliko hata hizo timu ambazo ni mashuhuri, kumiliki uwanja wa kisasa pale wewe unaujua, umeshakuja sana Singida. Timu ambayo haina malengo inaweza ikawa na hicho kitu. Haya, tuachane na mambo ya miundombinu. Sisi ni mabingwa wa Afrika Mashariki na Kati. Unafikiri ubingwa tumeletewa nyumbani Singida? Tumeenda kuupambania pale katika mashindano ya Sekafa, tumekuwa mabingwa. Tunavyozungumza Singida tupo hatua ya makundi michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hayo sio malengo. Timu zimechukua miaka 20, miaka 30 kufikia tu group stage. Sisi ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili tumeingia hatua ya makundi. Hayo sio malengo. Kwa labda wanaozungumza hivyo sijui wana maana gani, mnaweza mkaenda kuwauliza wakafafanua kauli yao, lakini sisi tunajua tunachokifanya. Na sisi hatujawahi kufanya kutoa mchezaji au kufanya biashara isiyo na faida. Faida ya sisi kumuuza mchezaji tunaijua sisi. Faida ya kutoa mchezaji kwa mkopo tunaijua sisi. Faida ya kumruhusu mchezaji kwenda sehemu nyingine bure tunaijua Singida Black Stars. Hakuna kinachofanyika kiolela. Kila kitu kinafanyika kwa mahesabu na kwa malengo mahususi. Na alhamdulillah mambo yetu yanatuendea sawa sawa. Vyuma vinaanza kushuka lini? Muda si bado upo. Dirisha bado liko wazi. Tutatambulisha wachezaji wetu. Tumeanza kuonesha baadhi ya nyota ambao wameungana na timu yetu. Nadhani watu wamewaona. Nazungumzia kina Pipino, kina Lanso, wakina Maliki wao, kina nani wote. Lakini bado tunaendelea kufanya tathmini yetu kulingana na mapendekezo ya benchi la ufundi. Kisha wale ambao tutakamilisha usajili wao tutatoa taarifa zao.